أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Katika dua Imam anasema Allahumma inni as'aluka suala khadhi'in mutadhallilin khashi an tusamihani, ya kwamba baada mimi kukuomba ombi nikiwa na kuogopa wewe, nikiwa mnyenyekevu, nikiwa na hofu kwako, basi ewe Mola nisamehe. Sasa katika kusamehe hii tutakuwa ni wenye kurudi katika moja wa maulama wetu, anasema kwamba adda'i huna, yani sababu hapa ya Imam kusema hivi antusamihani ni kwamba anataka kutoka kwa Mola wake an yatasahal maa, awe tu ni mwenye kumrahisishia na kumfanyia iwe wepesi kwake nini alhisab, inda alhisab, yani awe ni mwenye kumfanyia hesabu yake wakati anakutana na Mola wake, awe ni mwenye kumfanyia hesabu yake iwe ni nyepesi. Fala yaakhudhu bishidda, basi asimchukue na ukali, asimchukue na uadilifu wake, bali awe ni mwenye kumhesabu na upole wake. Fal insanu, mwanadamu huyu ambaye kwamba ameumbwa kutokamana na nini, min lahmin, kutokamana na nyama, wa damin, na pia kutokamana na damu, wa adhmin, na pia kutokamana na mifupa. La yaqwa ala shay yu'dhi, hawezi kuvumilia vitu ambavyo kama vinamuudhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituadhibu na moto, tufikirieni moto iko vipi mandugu zangu. Itakapowashwa moto ya Allah, tutakapokuwa tuko ndani ya Jahannam itakapokuwa imewashwa, sisi ndo kuni, sisi ndo wenye kuwasha zile moto, yani sisi ndo moto na sisi ndo tunachomwa. Tutakuwa vipi mandugu zangu? Mwili utachomeka, nyama itaiva, mifupa zitakuwa ni zenye yani kila kitu katika mwili, bongo itakuwa ni yenye kuchemka, hakuna kitu ambacho kwamba itakuwa iko na nafasi. Kwanza. Pili, tutakapokuwa ni wenye kupiga makelele kwamba tunahisi kiu, joto ya kawaida inatupiga na huku tunahisi kiu, tunahitajia maji kila wakati. Sasa kule tuko katika uwanja wa moto, hakuna hewa hata ya baridi inayoingia, tuko kwenye moto, inachuchoma, inatumaliza, na hapo bado tuko hapo kwa ajili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la yamutu fiha wala yahya. Mtu ambaye kwamba yuko motoni hawe ni mwenye kufa wala hawe ni mwenye kubaki, hawe ni mwenye kufufuliwa, atabaki pale pale. Sasa tuko katika hali ile ndugu yangu Muislam. Je, mwili wetu utastahamili? Mwili wetu hawezi stahamili, na ndio maana anasema fal insan yakunu min lahmin wa damin, mwanadamu aliumbwa kutokamana na nyama na damu na mifupa. La yaqwa ala shay yudhi, hawezi kusubiria kitu ambacho kwamba kinamuudhi. Fa kaifa bil adhab al akhirah, vipi adhabi akhirah? Wa bihadha ash-shu'ur, na baada mtu kuona picha hii, baada ya mtu kuona uhakika wa moto, uhakika ya kwamba yeye ndiye atakayekuwa, yeye ndiye ambaye kwamba atakayekuwa ndo kiribiti ya motoni, baada ya kuona hayo, yasilu ila hala ruhia, huyu mwanadamu atakuwa mwenye kufika katika hali ya kumwogopa Allah. Yatajassadu, hiyo fikra hiyo inajenga nini? Inajenga hadha almaana, inajenga maana hii ya kwamba antusamihani, nisamehe tu Mwenyezi Mungu. Na tuombe Mwenyezi Mungu, mandugu zangu,
atusamehe kweli. Yani tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili uhakika tusamehe, madhambi zetu ni nyingi. Kisha anasema kwamba na katika kusamehe pia ambayo kwamba inaingia upande mwingine ni kuamiliana na watu, ni jinsi ya kuamiliana na watu, ni jinsi ya wewe kuishi na watu. Na ndio maana tunapata katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema kwamba la tadabaru, msiendeane kinyume, msiudhiane, wala tahasadu, na wala msiusudiane, wala taqata'u, na wala msikatiane, yani wala msikatane, wala msikatane kiukoo, kiurafiki, msiwekane mbali. Wakunu ibadallah ikhwana, na kuweni waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao kwamba hawa waja wenyewe ni mandugu. Hapa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuamrisha akisema, kicha kwanza, ikiwa tutaishi na watu tusiwausudu. Ikiwa kicha kwanza tukiishi na watu tusikate ile mahusiano, usikate mahusiano na watu wengine, usikuwe mbali na wengine, kwa ajili hao ambao kwamba unawakata ndio hao pengine ukiwafanyia mazuri wanaweza kukuingiza peponi kwa ajili ile zuri ambayo kwamba wewe uliotenda. Na sisi pia tuna tabia nyingine ambayo kwamba imekolea katika nafsi zetu, tabia kwamba mtu atakapofanya makosa uona mkata kabisa, ambayo kwamba sio sahihi, sio tu rafiki, hata pia katika masala ya kijamii, katika masala ya kifamilia, sisi tuko radhi tukate ukoo kwa ajili ya mtu fulani amenikosea, kwa ajili ya mtu fulani aliniibia shilingi 5, kwa ajili ya mtu fulani alichukua ardhi yangu, kwa ajili ya mtu fulani alimpiga mtoto wangu, kwa ajili ya ndugu fulani alinifanyia hivi. Tuko tayari kufanya kila kitu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatukataza, anasema Imam Ali kwamba dari nas, kuwa na watu, shughulika na watu, tastamti biikhaihim, utakuwa ni mwenye kustarehe, yani ishi na watu vizuri, utakuwa ni mwenye kustarehe na kuwa nao na kuwa nao kiundugu. Wa alqihim, na kutana nao bilbushri, kwa uso wa bushara. Si unakutana na madugu zako uso umekunja, hakuna salamu, unakaa umenuna, sijui unanunia nini, hakuna vitu kama hivyo, si vizuri. Yani kutana na ndugu yako na uso wa bushara, uso ambao kwamba ni wa furaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia sisi tuko na hizi tabia, sijui imetoka wapi. Unakutana na ndugu yako hata salamu hakuna, mpaka ya kusalimia, msiposalimiana hakuna. Haya, kando hata na salamu, unakutana na ndugu yako basi tabasamu, wewe unanuna. Hakuna haja kununa ndugu yangu Muislamu. Furahia ndugu yako Muislamu. Utakapomfurahia pia yeye atakuwa na matumaini kwako. Hata kama yuko na chuki, ile chuki itapungua, kasi ya chuki itakuwa nenye kurudi chini. Sasa ndo anasema Imam kwamba dari nasa tastamti bi ikhaihim wa alqihim bil bushri, na kuwa pamoja na wao, ukikutana pamoja na wao, kutana na wao katika hali ya furaha, basi utakuwa ni wenye kutoa katika hali hiyo, ile chuki itakuwa ni yenye kuondoka. Kisha pia kuna nukta nyingine ambayo kwamba tungependa kuisheria, ambayo kwamba ni nukta 2, kisha tumalizie. Katika hizi hadithi ambazo kwamba sisi tumezitaja, ya kwanza kabisa, maulama wetu, kuna maulama ambao kwamba wanaongea kuhusiana na urafiki. Wakati ambao kwamba wewe umejaribu kumuongoza rafiki yako, kwa ajili katika urafiki kuna mipaka, katika urafiki kuna vipimo. Sasa ikiwa umemwamrisha ndugu yako mema, akose kufanya mema, awe ni mwenye kuasi. Ikiwa umemkataza ndugu yako mabaya, awe ni mwenye awe hakataziki. Je, kukata urafiki naye ni sawa ama si sawa? Katika nukta hii
maulama wetu wamegawanyika mara mbili. Kuna wale wanasema kwamba umkate kabisa, yani usio na urafiki naye, na kuna wale ambao kwamba wanasema la, ni afadhali uwe na urafiki naye. Kwa nini? Kwa ajili mwanadamu katika tabia yake kuna wakati ambao kwamba yuko na imani sana, na kuna wakati ambao kwamba imani yake inapungua. Wakati ambao kwamba yuko na imani sana, basi muamrishe mema na mkataze mabaya. Wakati ambao kwamba imani yake imepungua, basi jaribu kumuongoza. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.